Kupa nafasi kubwa kama mwanaume, anataka kuone ukimtumikia kwenye kwaya, anataka kuone ukimtumikia kwenye praise, ukilinua jina lake, anataka kuone kwenye huduma mbalimbali ukifanya. Hakuna huduma ya mwanamke, haipo huduma ya mwanamke, huduma zote ni sawa, haipo ya mwanamke. Kwaya wanaimba wa mama, aliyekwambia ni nani? Kwaya hawaimbi wa mama. Kwaya hawaimbi wa mama, kwaya wanaimba wote. Watu ukienda huko kwenye nanili, kwenye makanisa huko, watu wako huko kwenye madhabahu, wale ndio wako kwenye madhabahu wanaabudu vitu wasivyojua, lakini wanajituma. Ukienda kwenye kwaya, ukiangalia kwaya unakuta ni kwaya, unaweza kusema ni ya CMF, wanaume wamejaa, lakini marokole. Jamani, mimi kutoka wapi na marokole? Lakini mimi najua ni Pentecosti. Mpentekosti ni mtu ambaye anatembea katika yani anatembea kwenye njia ambazo ziko sawasawa za Kristo. Yani anatembea kwenye njia sahihi ya kumtumikia Mungu. Yani wewe ndiye sasa ilikuwa inatakiwa, yani wewe ndiye Mkristo. Ukisikia Mkristo, wewe ndiye Mkristo. Hata na wengine hao, Yesu alisema kwamba watakuwepo makristo wa uongo, lakini wewe ndiye Mkristo wa ukweli. Sasa mbona umekaa haueleweki? Ninaongea na mwanamume mahali hapa, analisikia mwanaume. Tumika kwa mtumikie Mungu wako huyu, mtumikie Mungu. Mimi siku niliwaambia hapa kwamba habari za utumishi hizi huwa tunasimama tunashuhudia hapa kwa juu, lakini kiundani huwa hatusemi. Wewe unajua ni wapi Mungu alikutoa? Wewe mwenyewe ndio unaelewa. Kuna mengine hauyasemi, unasema ya juu mepesi. Kwa hiyo inatakiwa mtumikie Mungu, kwa sababu wewe tazama kwenye ukoo wenu, kuna watu hapa ukoo zao ni kubwa, wamejaliwa kuzaa. Unakuta ukoo na watu 2000, 3000, lakini unakuwa mmoja tu. Hawoni ni neema hii? Ni neema ambayo haina mfano. Ni neema, na Mungu kukuokoa wewe hajakuokoa kwa bahati mbaya, amekuokoa kwa makusudi. Kuna kusudi, maana yake kuna kazi ambayo inatakiwa uifanye. Wewe umwakilishe hapa. Kuna vitu vingine sio kwamba Mungu mpaka kila anataka kufanya mpaka ashuke hapa, aje hapa tumuone kwamba Mungu amekuja. Sema haya sasa nimekuja kujiimbia mwenyewe hapa, kujitukuza. Anakuja hapa huko mbele anaanza kuimba, mimi ni Mungu, mimi ni Bwana. Hapa maiza anaondoka. Haiwezekani. Ndio maana alikuweka wewe na akupa neema hiyo ya wokovu ili umtumikie. Na wewe ndiye mwakilishi wake mkuu. Si akitaka kuhubiri mpaka ashuke yeye aje ahubiri. Akitaka kuombea watu ashuke aje aombee watu alafu aende. Aliweka huo wepesi. Wewe mwanamume ukapewa kipaumbele cha kumwakilisha. Wanaume, Mungu atusaidie sana, tuache ulegevu katika utumishi. Tuache ulegevu katika utumishi, tumtumikie Mungu. Yani tumtumikie Mungu, viwango vyetu vizidi kuongezeka katika utumishi. Amina. Madhabahu tumeachia mama, ndio wanatawala madhabahu hapa. Wanatawala madhabahu, wanaenda huku. Yani madhabahu ni kwa mama, wanatamba wa mama. Yani hapo unajua wanatamba hiyo, wanatuzomea. Wanasema hayo wamesahau nafasi yao hayo. Yani wenyewe wanatamba wa mama madhabahu. Madhabahu ni ya kwao, wanatuzomea kimoyomoyo, hatusikii, hatujui. Kwa sababu mwanamume umeisahau nafasi. Ukisahau nafasi, mahali fulani Yesu anapita na wanafunzi, Mafarisayo wanamwambia kwamba waambie wanafunzi wako wasipige kelele. Akawaambia sawa, wanaweza wakaacha kupiga kelele, lakini kelele hazitofika mwisho. Haya mambo mnayoona haya yatapiga kelele. Sasa sijasema kwamba mama ni mawe. Hebu nielewe vizuri. Mama, nyinyi sio mawe. Lakini tafasiri yake ni nini? Kusudi ambalo Mungu alikuwa ameliweka.